Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Amen. Basi tunamshukuru Mungu kwa ajili ya jioni njema ya leo ambayo Bwana ametupa, siku yetu ya pili. Tunaendelea kama Mungu ambavyo ametupa neema yake. Tuombe. Baba mtakatifu, katika jina la Bwana wetu mpendwa Yesu Kristo, asante kwa uaminifu wako na baraka zako. Tunakushukuru kwa wingi wa neema yako ambayo umetujalia, Bwana, kuketi mbele za uso wako na kuleta haja zetu mbele za uso wako, Bwana. Basi tunaomba mfalme wa falme, endelea kutufundisha kupitia neno lako. Roho wako Mtakatifu akatuhudumie sawa sawa na mapenzi yako, Bwana. Kila atakayesikia ujumbe huu kwa njia tofauti tofauti, Bwana wa mabwana, neema yako ikamguse na kumfungua na kumweka huru na kumuongoza, katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kukushukuru. Amen. Basi tunaendelea na ujumbe wetu leo, ikiwa ni sehemu ya pili. Ujumbe wetu umebebwa na kichwa chenye maneno yanayosema madhara ya upofu wa kiongozi. Madhara ya upofu wa kiongozi. Upofu wa kiongozi unavyoweza kuleta madhara. Na mistari yetu ya kusimamia ni Mathayo sura ya 15 na mistari mitatu pale, kutoka wa 12 mpaka ule wa 14 pale. Anasema hivi: ndipo wanafunzi wake walipomwendea wakamwambia, wajua ya kuwa Mafarisayo waliposikia neno lile walichukizwa? Akajibu akasema, kila pando asilolipanda Baba yangu wa mbinguni litang'olewa. Waacheni, hao ni viongozi vipofu wa vipofu, na kipofu akimwongoza kipofu mwenzake watatumbukia shimoni wote wawili. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa tulisema siku ya jana kwamba Yesu alikuwa na hii changamoto kubwa na watumishi na viongozi wa dini, kwa maana ya kwamba wengi wao walikuwa ni vipofu kwa jinsi ya rohoni, vipofu kwa jinsi ya rohoni. Na tulisema kiongozi yoyote wa kiimani ambaye ni kipofu kwa jinsi ya rohoni, maana yake yeye anaangalia mambo ya dunia hii na anakuwa mambo ya mbinguni kwake yamefichwa. Kwa hiyo msisitizo wake na mkazo wake ni kwenye mambo ya ulimwengu huu, mafanikio, kuinuliwa, vyeo, lugha za namna hiyo. Lakini kiongozi ambaye Mungu amempa kuona ndani, atakuwa anaona nini? Atakuwa anaona makusudi ya Mungu, atakuwa anaona mapenzi ya Mungu, atakuwa anaona nia ya Mungu. Kwa hiyo kiongozi wa namna hii anaweza kuwaongoza watu na kuwafikisha mahali salama ambapo Mungu amekusudia. Lakini yule kiongozi kipofu, Yesu anasema atawaongoza watu shimoni. Alafu anayeongozwa na anayeongoza wote wawili watatumbukia shimoni. Kwa nini? Kwa sababu hawaijui nia ya Bwana, hawajui makusudi ya Bwana. Na tuliona hawa viongozi vipofu, wao ni walikuwa watu ambao wameshika mapokeo, wameshika taratibu, wameshika desturi zao, lakini hawajui mapenzi ya Mungu aliye hai. Na katika nyakati zetu za sasa, changamoto hii ni kubwa. Tuna viongozi wa kiimani, viongozi wa dini, wengi ambao ni vipofu kwa jinsi ya rohoni. Kwa nini? Kwa sababu wanashika mambo kwa jinsi ya nje, mambo kwa jinsi ya ulimwengu, lakini wamepoteza focus ya mambo ya mbinguni. Na kwa sababu hiyo neno la Yesu linabaki likisimama pale pale.
kiongozi kipofu akimwongoza kipofu, wote hao watatumbukia shimoni. Sasa ukiangalia mstari ule wa 15, Petro anasema hivi, basi Petro akajibu akawaambia, tueleze mfano huo. Petro anamwambia Yesu, mfano gani? Huu mfano ambao Petro anataka ufafanuzi wake ulianzia kwanza pale, ubishani wake ulianzia kwenye mstari wa 2. Mstari wa 2, hao viongozi vipofu wanamwambia Yesu, mbona wanafunzi wako huyaarifu mapokeo ya wazee, kwa maana hawanawi mikono walapo chakula? Yesu akawajibu akawaambia, mbona na ninyi mnaharifu amri ya Mungu kwa ajili ya mapokeo yenu? Sasa kule mbele ndio unaona sasa Yesu anawaita makutano, alafu anawaambia sio kimwingiacho mtu kinachomtia unajisi, bali kile kimtokacho ndicho kinachomtia unajisi. Ndio sasa Petro anakuja anamuuliza, mstari wa 15, Petro akajibu akamwambia, tueleze mfano huo. Mfano huo maana yake nini? Sasa ndipo sasa Yesu anasema kuanzia mstari wa 16, anasema Yesu akasema, hata sasa ninyi nanyi mngali hamna akili? Hamjafahamu bado ya kuwa kila kiingiacho kinywani hupita tumboni kikatupwa chooni? Bali vitokavyo kinywani vyatoka moyoni, navyo ndivyo vimtiavyo mtu unajisi. Kwa maana, angalia maneno haya, moyoni hutoka mawazo mabaya, uuaji, uzinzi, uasherati, wivi, ushuhuda wa uongo na matukano. Hayo ndiyo yamtiayo mtu unajisi. Lakini kula kabla hujanao mikono hakumtii mtu unajisi. Bwana Yesu asifiwe sana. Majibu ya Yesu yanadhihirisha, yanaweka wazi tatizo la viongozi hao kwamba ni vipofu, japo wao wanakataa kwamba wao sio vipofu. Wao wanasema tunaona, lakini Yesu anawadhihirishia kwamba wao ni vipofu, kwa sababu anawaambia wao, wanamwambia Yesu, kwa nini wanafunzi wako wanayaarifu mapokeo ya baba zetu, wanakula bila kunawa? Na Yesu anawaambia sio kimwingiacho mtu kinachomchafua, kinachomtia unajisi, bali kile kimtokacho. Kile kimtokacho. Kwa sababu anasema kwa maana moyoni hutoka mawazo mabaya. Anataka kuwaonyesha sasa kwamba ninyi ni viongozi, lakini mioyoni mwenu yamejaa mawazo mabaya. Anasema moyoni hutoka uuaji na uzinzi. Manake anawaambia mioyoni mwenu kumejaa roho ya uuaji, ndio maana hata mnataka kuniua mimi. Mioyoni mwenu kumejaa mambo ya uzinzi, mambo ya uzinzi na uasherati na wivi. Anawaambia mioyoni mwenu kumejaa ushuhuda wa uongo. Ni viongozi hawa, viongozi wa dini, viongozi wa kiimani, lakini kwenye mioyo yao wamejaa ushuhuda wa uongo. Anaweza kukutungia story hapa ya uongo ukadhani kwamba ni kweli, akimshuhudia mtu mwingine uongo. Ni viongozi hao. Anasema moyoni pia yanatoka matukano, hayo ndiyo yanayomtia mtu unajisi. Kwa nini hamuyaoni hayo? Kwa nini? Kwa nini mnaona tu watu kula bila kunawa, lakini kwenye mioyo yenu kuna mawazo mabaya, kuna uuaji, kuna roho ya uzinzi, kuna uasherati, kuna wivu, ushuhuda wa uongo na matukano? Hayo yanawachafua kama viongozi, yanawachafua kama watu wa Mungu, lakini hamuyaoni.
Mngekuwa mnaona, mngeyashughulikia. Lakini ninyi ni viongozi vipofu wa vipofu. Kwa sababu gani? Mnaona mambo ya nje tu, mnaona mambo ya dunia tu, lakini mambo yanayowachafua, kuwakosanisha na Mungu, hayo hamuyaoni. Mambo yanayowachafua na kuwazuia kuingia mbinguni, hayo hamuyaoni. Kwa hiyo ninyi ni vipofu, kwa sababu huwezi ukaingia mbinguni wakati umebeba chuki moyoni. Huwezi ukaingia mbinguni wakati wewe umebeba ushuhuda wa uongo. Kazi yako kila siku kuwanenea watu uongo tu, uongo tu, uongo tu, alafu unajiita Mkristo. Huwezi kuingia mbinguni kama wewe ni mtu mwenye roho ya uasherati, uzinifu na mawazo mabaya. Yesu anasema ninyi ni viongozi vipofu. Mnaangalia mambo ya nje tu, mambo ya nje tu, lakini haya yanayowazuia kwenda mbinguni, yanayowazuia kushirikiana na Mungu, hayo hamuyaoni. Na kama hamuyaoni, hamuyashughulikii. Ndio maana tuna kanisa lililojaa watu wenye roho ya chuki. Tuna kanisa lililojaa watu wenye roho za uongo. Tuna kanisa lililojaa watu wenye roho chafu. Kwa nini? Kwa sababu viongozi ni vipofu, hawaoni. Kwa sababu wangeona, wangeshughulikia ile tatizo. Sasa kama kiongozi hawezi kuona chuki yake, hawezi kuona roho yake ya uzinzi inayomsumbua, hawezi kuona mambo ya ushuhuda wa uongo, mawazo mabaya, hawezi kuona, atayaona vipi hayo kwa watu wanaowaongoza? Atayaona vipi? Hawezi kuyaona. Na kama hayaoni, hawezi kuyashughulikia. Atakachokuwa anaona ni nini? Atakuwa anaona mambo ya nje tu, umaskini wa watu, labda magonjwa ya watu, labda sijui watu kutokuolewa na kuoa. Kwa hiyo atakachokuwa anasema, njoo tutakuombea upate mume, njoo tutakuombea upone ugonjwa, njoo sijui tutakuombea utajirike, njoo tutakuombea ufanikiwe. Lakini vipi kwa habari ya chuki inayonisumbua na ndugu yangu? Vipi kwa habari ya roho ya uzinifu inayonisumbua? Vipi kwa habari ya roho ya uongo, uuaji na uzinifu inayonisumbua? Hiyo itashughulikiwa lini? Kwa sababu kiongozi ni kipofu, haoni mambo hayo. Na kwa sababu haoni, hawezi kuwasaidia watu. Watu wanafika mahali watashindwa kumuona Mungu kwa sababu ya shida ya viongozi, kwamba hawaoni. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kiongozi kipofu hawezi kuyaona haya mambo na kuyashughulikia au kujishughulikia yeye katika tabia hizi. Maana yake, kama umeshindwa kutawala na kushughulikia hasira yako, kwa mfano, utaweza kweli kuwaongoza watu wasiwe na hasira? Sio rahisi. Kama wewe umeshindwa kushughulikia chuki na hali ya ushuhuda wa uongo ulionayo, unaweza kumsaidia unayemuongoza kweli akashinda chuki? Haiwezekani. Haiwezekani. Haiwezekani, kwa sababu level hiyo wewe hujafika. Level ya kushinda hasira hujafika. Level ya kuona chuki ulionayo, wivu ulionayo na kushinda hujafika. Kwa hiyo wewe ni kipofu, huwezi kumsaidia mtu mwingine yoyote unayemuongoza. Kwa hiyo wewe na yule unayemuongoza wote mtatumbukia shimoni, kwa sababu mtakuwa watu wenye chuki, mtakuwa watu wenye wivu, mtakuwa watu wenye hasira, na Mungu mambo hayo hayataki. Kwa hiyo utawaongoza watu namna gani? Utawaongoza watu namna gani? Sasa upofu wako utakufanya uone hasira si kitu, au utakufanya uone hasira ni kitu cha kawaida. Upofu wako utakufanya uone chuki ni kitu cha kawaida. Upofu wako utakufanya uone uuaji na kuchafua wengine ni kitu cha kawaida, wakati hivyo sio vitu vya kawaida. Ni vitu ambavyo Mungu havitaki, kwa sababu vinatuzuia kuingia mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unaweza kuona tunaposema upofu, maana yake ni ile hali ya kutoona
mabaya yetu, kutokuona hali yetu. Na hapa anazungumzia upofu kama tulivyosema wa kutoona mambo ya rohoni, mambo ya rohoni. Na ndio maana sasa kwenye Isaya, kwenye kitabu cha Isaya sura ile ya 42, Isaya sura ile ya 42 mstari wa 18 mpaka ule wa 20. Isaya sura ya 42 mstari wa 18 mpaka ule wa 20 anasema namna hii: sikilizeni enyi viziwi, tazameni enyi vipofu, mpate kuona. Ni nani aliye kipofu ila mtumishi wangu? Au aliye kiziwi kama mjumbe wangu ni mtumaye? Ni nani aliye kipofu kama yeye aliye na amani? Nao kipofu kama mtumishi wa Bwana? Unaona mambo mengi, lakini huyatii moyoni. Masikio yake ya wazi, lakini hasikii. Glory be to God. Isaya anatoa neno la unabii kwa habari ya taifa la Israeli, kwa sababu taifa la Israeli ndio lilikuwa limechaguliwa na Mungu kama mtumishi wake, kwenda kueneza nuru na kuwafanya watu wamjue Mungu aliye hai. Lakini anasema kwamba watu wao wa Israeli wanaona mambo mengi, lakini hawayatii moyoni. Masikio yao yako wazi, lakini hawasikii. Kwa hiyo anasema, ni nani aliye kipofu isipokuwa ni mtumishi wangu Israeli? Ni nani aliye kiziwi isipokuwa ni mjumbe ambaye mimi nimemtuma? Ni nani aliye kipofu kama yeye aliye na amani? Nao kipofu kama mtumishi wa Bwana, Na huu nabii wa Isaya ndio unatimilika kwetu leo. Watumishi wa Mungu wengi sisi, Mungu ametuchagua tuwaonyeshe watu kweli yake. Mungu ametuchagua tuwaambie watu kweli yake. Lakini sisi tunasikia mambo mengi, lakini hatuyatilii maanani. Tunaona mambo mengi, lakini hatuyazingatii. Kwa hiyo watumishi wa Mungu tuliotumwa tumekuwa vipofu. Na kwa sababu hiyo tumeshindwa kujisaidia sisi, na tumeshindwa pia kuwasaidia wale ambao tulitakiwa tuwaongoze. Ndipo Yesu anasema kipofu akimuongoza kipofu mwenzake, wote wawili watatumbukia shimoni. Na unaona sasa madhara ya kiongozi kuwa kipofu. Ndio unaona ile Isaya 42 mstari wa 22 sasa. Anasema, lakini watu hawa ni watu walioibiwa na kutekwa, wote wamenaswa katika mashimo, wamefichwa katika magereza, wamekuwa mawindo wala hapana aokoaye, wamekuwa mateka wala hapana asemaye rudisha. Kwa nini? Kwa sababu kiongozi atasemaje rudisha wakati haoni? Kiongozi atasemaje? Kwa hiyo tunaowaongoza wametekwa na ibilisi, wametekwa na adui, hawapigi hatua. Kwa sababu gani? Viongozi sisi ni vipofu, wala hatuoni kama watu wetu wametekwa, wala hatuoni kama watu wetu wako kwenye magereza. Na ndio maana hatuwezi hata kusema kwamba rudisha, hatuwezi kusema kwamba wafunguliwe hao. Kwa nini? Kwa sababu ya upofu. Watu wamefungwa kwenye magereza ya ulevi, lakini viongozi wa dini hawasemi kwamba watu wafunguliwe. Watu tunaowaongoza wamefungwa katika magereza ya umalaya, na uchawi na ufisadi na chuki. Hakuna ambaye anamsihi Mungu na kusema kwamba watu hawa wafunguliwe, watu hawa warudishwe, waondolewe kuwa mateka. Hakuna. Kwa sababu gani? Kwa sababu viongozi sisi ni viongozi vipofu.
hatuoni uharibifu ambao shetani anafanya kwenye maisha ya watu, lakini watu wamefungwa kwenye magereza ya ulevi. Watu tunawaongoza wamefungwa kwenye magereza ya chuki. Watu tunawaongoza wamefungwa kwenye magereza ya kutokusamehe wengine. Watu tunawaongoza wamefungwa kwenye magereza ya ushuhuda wa uongo na mipango ya giza. Wamefungwa, na anasema hakuna asemaye rudisha. Hayupo. Kwa nini? Kwa sababu viongozi ni vipofu. Asante Yesu kwa sababu wamekuja ili kutupatia macho yetu tuone. Amekuja kutufanya tuone ili tusimame kwenye zamu zetu na kusema katika jina la Yesu Kristo aliye hai, chuki ni dhambi. Kwa jina la Yesu Kristo aliye hai, umalaya ni dhambi. Tuwatoe watu katika vifungo vya namna hiyo. Ni wajibu wetu. Hatutaweza kutekeleza wajibu huo mpaka Yesu atakapotupa uwezo wa kuona. Na Yesu hawezi kutupa uwezo wa kuona mpaka tutakapokubali kwamba sisi ni viongozi vipofu. Hatujakubali, hawezi kutupa uwezo wa kuona. Glory be to God. Glory be to God. Bwana Yesu asifiwe. Sasa madhara ya upofu wa kiongozi. Dhara la kwanza tunaona kwa kiongozi yeye mwenyewe. Kwa kiongozi yeye mwenyewe tunaona kiongozi ananajisika. Kiongozi anapokuwa kipofu, kiongozi anachafuka au ananajisika. Madhara kwake yeye mwenyewe. Upofu unamwekea kiongozi mipaka ya kiufahamu. Upofu unamwekea kiongozi mipaka ya kimaarifa, kwa sababu haoni. Unajua, unapokuwa huoni, unakuwa kama umewekewa mipaka. Huwezi kwenda hivi, huwezi kwenda hivi mpaka uongoze. Kwa hiyo kiongozi wa kiroho anapokuwa kipofu, maana yake anakuwa amewekewa mipaka ya kiufahamu. Kuna vitu hawezi kufahamu. Ndio maana hata watu wanapokuwa wanatekwa, wanaishi maisha ya hovyo, yeye anaona kama ni sawa. Kwa sababu gani? Ule upofu umemwekea mipaka ya kiufahamu, umemwekea mipaka ya kimaarifa. Ule upofu umemwekea mipaka ya kiukuaji. Hawezi kukua huyo kiongozi. Ule upofu umemwekea mipaka ya kimabadiliko. Hawezi kubadilika kitabia. Kwa hiyo anakuwa kwenye kifungo fulani. Lakini upofu unamnyima kiongozi kujiona au kujijua au kujitambua. Kwa hiyo kiongozi anakuwa haoni au hafahamu chuki iliyo ndani yake. Haoni au hafahamu uzinifu ulio ndani yake. Kwa sababu hiyo hawezi kushughulikia. Hawezi kujiweka mbali na vitu hivyo. Kwa sababu gani? Ufahamu wake ni mdogo sana. Umefinywa hivi. Kwa hiyo hawezi kutambua. Hawezi kukua katika kiwango cha kuelewa kwamba chuki sio sehemu yangu kama Mkristo au kama kiongozi. Anaona ni sawa. Kwa sababu hiyo anachafuka. Ile chuki iliyo ndani yake inamchafua, inamtia unajisi. Yale mawazo mabaya yanamtia unajisi. Na vitu vinamchafua. Ndio maana Yesu anasema sicho kimwingiacho mtu kinachomtia unajisi, lakini kile kimtokacho ndicho kinachomtia unajisi. Maana yake nini? Viongozi leo hii tunachukiana sisi kwa sisi, na hatujui kwamba chuki inatutia unajisi. Viongozi sisi leo hii viongozi wa dini wanawekeana mpaka sumu, Kwa nini? Hiyo hali inawachafua. Kwa hiyo wanakuwa blinded, wanachafuka. Kwa hiyo madhara mojawapo la upofu wa kiongozi ni kumfanya yeye achafuke bila kujijua. Anachafuka kwa sababu haoni. Haoni kwamba chuki inamchafua. Haoni kwamba wivu unamchafua. Haoni kwamba hayo mambo yanamchafua. Haoni kwamba uzinifu unamchafua. Kwa sababu gani? Ni kipofu. Madhara yake ni kuchafuka. Yesu anasema
kimtokacho mtu ndicho kitakachomtia unajisi, ndicho kitakachomchafua. Kama tunaona, maana yake hatutaruhusu wivu tuchafue, hatutaruhusu chuki tuchafue, hatutaruhusu mambo yote mabaya, kwa sababu tutayaona na tutayashughulikia. Lakini kaangalie leo hii watumishi wa Mungu tunavyotendeana sisi kwa sisi, ni ishara kwamba hatuoni, na madhara yake tunachafuka, na tukichafuka tunashindwa kuwaongoza wengine, Na ndio maana unaweza ukaona kama kwenye ile sura ya 32 ya kitabu cha Kutoka, unaweza ukaona Musa hasira yake Musa kutokana na kosa la watu wengine ilimchafua yeye, kwa sababu Mungu alimwambia walipokuwa kule mlima Sinai, shuka chini, watu wako wameshajichafua nafsi zao, kwa sababu walikuwa wanaabudu ndama. Kwa hiyo Musa aliposhuka, alipoona watu namna hiyo wanasherehekea, wanaabudu, hasira ikampanda zaidi. Umeona ilivyompanda ile hasira, akatupa mbao chini, zile mbao alizopewa na Mungu kwa gharama kubwa zikaharibika. Kwa hiyo hasira ile ikamtia unajisi yeye, kwa sababu ilitoka ndani yake, ilimchafua. Kwa sababu gani? Alikuwa na upofu wa kiasi fulani, asione madhara ya hasira yake. Ikamchafua, na ilimgharimu kurudi tena kwa Mungu, kusafishwa ule uchafu wa hasira ambao ulimletea uharibifu kwenye utumishi wake. Ndugu zangu, haya mambo tunaweza tukayachukulia tu kiwepesi, lakini tunajifunza sana hata kwa Yusufu. Yote mabaya aliyofanyiwa na ndugu zake, hakuruhusu uchungu umchafue, hakuruhusu chuki imchafue, hakuruhusu chochote kimchafue, kwa sababu alijua amebeba kitu cha thamani. Akiruhusu tu chuki imtie unajisi, ameharibikiwa. Akiruhusu tu hasira imtie unajisi, ameharibikiwa. Kwa sababu gani? Yeye alikuwa ni kiongozi anayeona. Kwa hiyo alikuwa anaona, anajua kabisa hapa chuki nikisema tu niishikilie itafanya nini? Itaniharibia. Kwa hiyo aliondoa chuki, aliondoa hasira, aliondoa ghadhabu, aliondoa kulalamika, aliondoa namna hiyo, akabaki salama. Na ndio maana aliweza kuongoza taifa la Israeli chini ya nani? Chini ya Farao. Aliweza. Kwa sababu gani? Kwa sababu alikuwa ni kiongozi anayeona, anajua awapeleke watu wapi. Na ndio maana hata ndugu zake walipokuwa wao ni vipofu, yeye akiwa kiongozi anayeona, aliwaonyesha ubaya wao, aliwaonyesha wivu wao, aliwaonyesha husuda zao, lakini akawaambia hapana, mimi siwezi kuwalipizia, siwezi kuwafanyia mabaya, kwa sababu hiyo sio njia. Njia ni hii ninaowaonyesha. Chuki sio njia, lakini msamaha ndio njia. Wivu sio njia, umeona? Lakini upendo ndio njia. Aliwaonyesha. Kwa nini? Kwa sababu yeye alikuwa anaona. Yeye alikuwa ni kiongozi anayeona. Angekuwa kiongozi asiyeona, maana yake angewalipizia chuki, angewalipizia ule wivu, angewalipizia hasira. Lakini kwa sababu alikuwa ni kiongozi anayeona, akajua hapana, chuki sio sehemu ya maisha yetu. Kwa hiyo aliwaita ndugu zake, akawaambia msiogope, mlinifanyia haya mabaya, lakini Mungu ameyageuza kuwa mema, kwa ajili ya wokovu wenu pia. Kwa ajili ya wokovu wenu. Kwa hiyo unaweza ukaona kiongozi anayeona anaweza akaongoza watu namna gani. Kiongozi anayeona hawezi akalipiza chuki kwa watu wanayemchukia. Kiongozi anayeona hawezi kulipiza hasira kwa watu wanaomuonea hasira. Kiongozi anayeona hawezi kulipiza mabaya kwa watu wanaomfanyia mabaya. Ukiona kiongozi analipiza mabaya kwa mabaya, kiongozi analipiza chuki kwa chuki, ujue huyo haoni na njia haijui. Kwa sababu hiyo atawaongoza hao
yeye na anayewaongoza watatumbukia shimoni. Maana yake nini? Wote watakuwa na maisha ya chuki, wote watakuwa na maisha ya hasira, wote watakuwa na maisha ya fitina, wote watakuwa na maisha ya ukahaba, wote watakuwa, maana yake anayeongoza na anayeongozwa wote watatumbukia shimoni. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini upofu mbili hiyo na madhara na upofu. Upofu unaleta madhara katika usemi wa kiongozi. Unaleta madhara katika usemi wa kiongozi. Hebu tuangalie hapa mifano, tuangalie kwenye ile Mathayo sura ya 23. Mathayo sura ya 23 kuanzia mstari wa 16 pale. Kuanzia mstari wa 16 pale anasema hivi: ole wenu viongozi vipofu, ninyi msemao. Hapo ndio kwenye madhara. Madhara yanaonekana kwenye usemi. Ole wenu viongozi vipofu, ninyi msemao. Maana yake ni, maana yake wanachosema kimejengwa katika msingi wa upofu wao. Wanachokisema kimejengwa katika msingi wa upofu wao. Kwa hiyo kutokuelewa kwao, ujinga wao na uchafu wao na wao wanaona ni sawa tu. Wanaona ni sawa tu. Kwa hiyo wanachokisema kimepotoka, lakini wanawaaminisha watu kwamba ni kweli. Wanachokisema hakina usahihi, lakini wanawaaminisha kwamba watu hicho wanachokisema ni sahihi. Anasema 16, sura 16, sura 23. Anasema ole wenu viongozi vipofu, ninyi msemao, mtu atakayeapa kwa hekalu si kitu, bali mtu atakayeapa kwa dhahabu ya hekalu amejifunga. Wapumbavu ninyi na vipofu! Maana ni ipi iliyo kubwa, ile dhahabu au ile hekalu itakasayo dhahabu? Nipige pause hapo. Hawa jamaa walikuwa ni vipofu. Walikuwa wametengeneza mbinu za kutafuta fedha kanisani. Walikuwa wametengeneza mkakati wa kuongeza mapato, lakini sio kusimamia kweli ya Mungu. Kwa hiyo watu walikuwa wakishindana huko, wamegombana, wanaambiwa waje kanisani wafanye viapo. Na wakifanya viapo lazima waache fedha au waache dhahabu. Umeona? Kwa hiyo wakawa wanawaambia kwamba kuapa kwa hekalu si kitu, bali atakayeapa kwa dhahabu ya hekalu, huyo ndio kiapo kitakuwa kimemfunga. Kwa hiyo akija anaacha dhahabu pale hekalu. Yesu ndio anawauliza kipi ni kikubwa au kipi kina nguvu? Ni hiyo dhahabu au hekalu inayotakasa hiyo dhahabu? Lakini wao shida yao ilikuwa sio kiapo. Shida yao ilikuwa ni dhahabu ili wajiongezee mapato. Ndio maana Yesu alipokuja aliwaambia kwamba hakuna swala la kuapa. Kweli yako na iwe kweli na ndio yako iwe ndio. Kwa hiyo hakuna masuala ya dhahabu wala nini. Ndio maana wakamchukia sana Yesu. Kwa hiyo mtu alikuwa akileta dhahabu pale, alafu akaapa, akasema mimi sijafanya, sijamkosea. Wakiondoka ile dhahabu inakaa pale, watumishi wanafanya nini? Wanachukua dhahabu hii. Mambo yaliyotengenezwa kwa jinsi ya kibinadamu. Ndio maana Yesu anasema ninyi ni vipofu, ninyi ni vipofu. Dhahabu hiyo iliyokuwa hekaluni na hekalu, kipi ambacho kina uzito? Anasema wapumbavu ninyi, mstari wa 17, na vipofu. Maana ni ipi iliyo kubwa, ile dhahabu au hekalu itakasalo dhahabu? Kwa nini mtu akiapa kwa hekalu ambalo liko tayari isiwe ndio anajifunga kwa kiapo, lakini mpaka aape kwa dhahabu? Anasema kipi kikubwa? Maana yake kama angeapa tu kwa hekalu,
wasingenufaika, kwa sababu hekalu silipo tu, wasingenufaika. Kwa hiyo lazima akija aje na nini? Na dhahabu aache pale. Ndio Yesu anambia nyinyi ni vipofu, mnawapotosha watu. Mimi sijui leo hii watu wanapokuja kumwabudu Mungu aliye hai, wanaambiwa waje na vitu gani? Mimi sijui. Lakini wengine kumuona tu mtumishi ili afunguliwe tatizo lake, kama atafunguliwa kweli, unaambiwa 200,000, 500,000, vinginevyo utakufa, vinginevyo jamani. Ni kutishana tu. Anaye control kifo na uzima ni Mungu aliye hai. Wewe mtumishi ni nani kuniambia mimi nikupe milioni, nikupe 500,000 ili uniondolee hiyo roho ya mauti? Who do you think you are? Unafikiri wewe ni nani? Umekuwa Mungu sasa. Ni kiongozi kipofu wa vipofu. Wewe unayemwambia huyo akupe 500,000 ni kipofu, na anayetoa 500,000 ili aondolewe roho ya mauti na yeye ni kipofu. Kwa hiyo wote mtatumbukia shimo. Lakini mstari wa 18 anasema madhara haya tunayaona ya kiongozi kipofu kwenye maneno yake. Maneno ya kiongozi kipofu yana madhara makubwa kwa watu wanaoongoza sana, kwa sababu hayawaongozi kuwapeleka kwa Mungu. Hapana, yanawapeleka shimoni. Kwamba ninatangaza ibada leo, njooni ibada ya leo, utakuja kupokea mume, utakuja kupokea mke. Kweli imani, kweli. Yaani unakuja ibadani eti ni kuombea ibadani, yaani huji kumwabudu Mungu, eti unakuja ili upokee mume, ili upokee mke. Kweli tunamdhalilisha Mungu kwa kiwango hicho? Na wewe unayeongozwa ni kipofu kabisa, unatoka huko unakotoka eti kuja tu kanisani ili upokee mume. Kweli na mahusiano yako unajua ni mabovu na Mungu aliye hai. Hata Mungu akikupa mume leo huwezi hata kumtunza, huwezi hata kuendelea, na unakuja hivyo. Kweli wanangu, tukija kanisani tunakuja kumwabudu Mungu aliye hai. Hatuwezi kutanguliza mahitaji yetu kwanza, tunamtanguliza Mungu aliye hai. Viongozi vipofu ndio wanaotanguliza mahitaji kwanza ibadani kabla ya kumtanguliza Mungu aliye hai. Hao ni viongozi vipofu wa vipofu. Atakwambia tu kwamba njoo ibada hii ni maalum kwa ajili ya watu wasiokuwa na kazi, kwa watu sijui wasiofanya nini na nini, kwa watu ni ibada maalum. Hapana. Umaalumu wa ibada hauko kwenye mahitaji yetu. Umaalum na upekee wa ibada upo kwenye kuadhimisha ukuu wa Mungu aliye hai. Whether nina mume au sina mume, nimeolewa au sijaolewa, nimeoa au sijaoa, ninapokuja ibadani kitu cha kwanza ni kumwabudu Mungu aliye hai. Glory be to God. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo anasema mstari wa 18, tena mtu atakayeapa kwa madhabahu si kitu, bali mtu atakayeapa kwa sadaka iliyo juu yake amejifunga. Unaona? Ukija hapa madhabahuni na mwenzako mmegombana, ukasema mimi naapa, ukiapa kwa madhabahu maana yake ipo madhabahu, anasema si kitu. Lakini mpaka uache sadaka. Anasema ipi iliyo kubwa? Ni sadaka au madhabahu inayobeba sadaka? Kwa hiyo hawa ni viongozi vipofu, kwa sababu walikuwa wanafanya vile ni mkakati wao wa kutafuta fedha, lakini sio kuwaongoza watu kwa Mungu aliye hai. Kwa sababu kimsingi madhabahu ndio imebeba nguvu ya kubadilisha maisha ya watu, na sio hiyo sadaka. Madhabahu ndio imebeba nguvu ya kubadilisha maisha ya watu, lakini sisi tunawaambia ni sadaka. Sijui unaambia mchungaji, ndugu yangu ni mgonjwa, toa kwa sadaka ujipatanishe na Mungu. Sijui nataka kazi, toa kwa sadaka ujipatanishe. Si vibaya, lakini akiji kwanza. Mungu akishafanya, alafu anasema nenda kajionyeshe kwa makuhani, katoe shukrani yako kule, katoe shukrani yako kule. Katoe shukrani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Mstari wa 19 anasema
vipofu ni maana ni ipi iliyo kubwa, ile sadaka au ile madhabahu itakasayo sadaka? Hawa viongozi hawa, ndugu zangu, walishafeli kabisa. Hawakuwa na uwezo wa kuijua kweli na kuisema kweli, kuwaongoza watu kwa Mungu. Walipoteza sifa ya kuona. Hawakuwa wanaona makusudi ya Mungu, hawakuwa wanaona mapenzi ya Mungu. Walichokuwa wanakiona wao ni utajiri wa hapa duniani, watengeneze mkakati wa kupata fedha, kutunga mambo wapate fedha, lakini sio kuhudumia roho na nafsi za watu wamjue Mungu, waende mbinguni. Yesu anagombana nao sana. Anasema, anawaambia wanafunzi wake, waacheni, msisumbuke nao. Hao ni viongozi vipofu wa vipofu, na kipofu akimuongoza kipofu mwenzake, wote wawili watatumbukia shimoni, Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa leo, ndugu zangu, tutakuwa tumefikia hapa kwa neema ya Mungu. Tunamshukuru Mungu sana kwa baraka zake alizotupa, kuketi mbele zake siku nzima na kumuomba. Na basi Mungu atupe neema, siku ya kesho tutaendelea kwa neema yake. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru. Asante kwa uaminifu wako na baraka zako, Bwana. Ombi letu jioni hii ya leo ni moja tu, kwamba Bwana utuhurumie kwa sababu ya upofu tulionao kama viongozi. Tusije tukawapeleka watu wako shimoni, Bwana. Tupe Bwana kujikana, tupe Bwana kuona nia yako, Bwana, ili tuwaelimishe wengine, Bwana, kwa dhati ya mioyo yetu. Baba, tusaidie, Bwana, tukasimame, Bwana, kama mabaki, mfalme, katika kizazi chetu, kwa ajili ya kuisema kweli yako, Bwana, ili kuwatoa wale ambao, mfalme, wako kwenye magereza, wako kwenye vifungo, Bwana, wako kwenye mambo ya giza, Mungu mtakatifu, na kuwaleta kwenye nuru yako ya ajabu. Baba mtakatifu, Mungu mwenye enzi yote, katika jina la Yesu Kristo aliye hai, tuondolee upofu, Bwana. Tuondolee upofu, Bwana. Hatutaki kuwa viongozi vipofu. Tunahitaji kuwa viongozi tunaoona nia yako na kweli yako, Bwana. Ukatupe ujasiri, Mungu mtakatifu, wa kunena, Bwana, na kuwatoa, Bwana, wale vipofu, Bwana, mabwana walio kwenye magereza ya ulevi, walio kwenye magereza ya uasherati na zinaa, walio kwenye magereza ya chuki na kutokusamehe. Baba, ukatupe nguvu na uwezo wa kuwatoa huko, Bwana, na kuwaongoza kwenye kweli yako, Jehova, katika jina la Yesu Kristo aliye hai, na kwa damu ya mwana kondoo tunaomba na kukushukuru. Amen.